Yesu Mwokozi, naja kwako, amulie ugomvi na jirani yangu. Mwenye lisema kinywa chako, nipende jirani ka nafsi yangu. Jirani chokozi, choko choko. Mara nyingi katika maisha challenges zinatokea, na tunapoishi na majirani inawezekana kwamba uweze kumkubali jirani, japo jirani anakuwa ni mtu mchokozi, anakuwa ni mtu msumbufu, jirani asiyeweza kupokeleka, jirani ambaye unapokaa na yeye unasikia kuudhika. Na leo tutazungumza na Mama Matilda. Jambo. Jambo. Habari ya shughuli? Tunashukuru. Tunaendelea vizuri. Ng'ang'ana na maisha tu. Tafuta kila chakula cha kila siku. Yeah. Na majirani pale nyumbani? Majirani wako. Tunashukuru kuwa na majirani kwa vile huwezi ishi bila majirani. Kweli kabisa. Yeah. Na mimi unapokuwa na jirani ambaye ni mchokozi. Mchokozi ina maana kwamba wewe unapokaa anakuchokoa tu, anatafuta maneno. Unanyamaza lakini anatafuta maneno kukuchokoza. Unaweza kuishi naye namna gani? Huyu jirani, nikiwa na jirani wa aina hiyo, na huwa hawakosekani. Kwa vile ukiishi na jirani saa zingine anageuka tu. Lazima ndani ya moyo wangu kwa mara ya kwanza, kama mwanadamu nitasikia uchungu, lakini kwa vile nimeokoka lazima niombe msamaha kwa Mungu, alafu niitishe neema kutoka kwa Mungu jinsi nitamsongeza huyu jirani apate kuishi. Labda yashatokea kwako kwamba jirani ni mtu mchokozi, unakataa maneno. Najua mimi nakufahamu hali yako, ni mtu mkimya, si mtu wa mambo, lakini japo unanyamaza, jirani anakuja na kukuchokoza. Hutaki kuongea lakini jirani anakuja na kukuchokoza. Yashatokea haya katika maisha yako? Yashatokea. Hebu niambie, ilipotokea what happened? Nini ilifanyika? Ilipotokea sikujibu kwa haraka. Niliitisha uwepo wa Mungu, nikaendelea kuomba. Nikafikiria huyu jirani nitamfanya nini, na sitaki kukosana naye. Kwa hivyo hatua ya kwanza niliyochukua ni kujaribu kumsongeza karibu na mimi. Nikafikiria nitamsongeza kivipi. Kwa hivyo sikuendelea kumchukia. Nilitafuta mbinu ili asongee awe karibu na mimi. Hiyo mbinu labda ambayo ulitafuta ni mbinu gani? Nilianza kusalimiana naye hivyo. Nikaendelea kumsongeza kwa maneno na kuongea na yeye. Sasa katika ile hali ya kumsalimia na kumsongelea na kumtembelea, ilifika wakati nikamwona nje anaendelea na usafi wake nje ya nyumba yake sasa. Yeah. Na kwangu pia maji yake alikuwa anatoka na kuja kwangu, na mimi nikatoka na ufagio wangu. Nikasema leo nafikiri Mungu atafanya ishara. Nikaendelea kufagia, tukaendelea kuongea, kila mtu akiwa kwa fence yake. Nilipoongea naye hivyo ndio nikajifanya kwamba sina jembe. Nikamwomba yeye jembe. Nikamwambia jirani, si unisaidie na jembe, naona kama haya maji yanataka kuleta shida upande wangu. Kwa hivyo jirani alichukua jembe na tukaendelea kusaidiana kutengeneza huo mtaro. Kwa hivyo niliona kama alihisi kwamba yeye ndio ana makosa kwa vile maji yake yalikuwa yanasongea kwa upande wangu. Kwa hivyo alituletelea kuchimba sote, tukasaidiana, huku tunaongea, na kuanzia wakati huo sikuona hiyo shida imerudi. Kwa hivyo tukawa marafiki, hata ikiwa ni birthday ya watoto ninamwalika, tukaendelea kuwa na mpaka mzuri tu na jirani yangu. Wapo watu wengi ambao wanapitia hali kama hizi. Labda kwako wewe ilikuwa rahisi, manake jirani finally alijileta karibu na wewe katika hali ya wewe ulimzungumzia. Lakini wapo wengine ambao wanapata ugumu, labda anapojaribu kuongea na huyu jirani, bado jirani ni mchokozi tu. Leo ametubu, na mtu anakuja anatubu leo na kusema nisamehe, ameisha, lakini kesho anafanya lingine, na bado mtaishi na yeye tu sehemu moja. Hili linapotokea tufanye nini? Nafikiri jambo la kwanza ni kumpenda jirani. Usimchukie, na jambo la kwanza usiwe mwepesi kurusha mdomo. Kwa sababu ukisharusha mdomo aweza kuwa mjibizane, chuki iongezeke. Kwa hivyo kama ni jirani wa aina hiyo, leo amefanya hivi na kesho ameregelea, umemrekebisha, ametubu, amefanya lingine, usiwe na haraka ya kumchukia ama ya kugombana na yeye, kwa sababu maybe anakutega uongee libaya alafu akuchukie mama fulani ni mbaya. Kwa hivyo jambo lililoko ni kwamba
tuendelee kujishukisha na kuwapokea vile walivyo, kwa sababu katika dunia hii kuna mwingine amezaliwa na tabia ya kuchokoza wengine na huwezi kuiondoa. Lakini kama umeokoka na una Mungu ndani yako, itabidi kila siku ombe Mungu akusaidie na ile hekima na uvumilivu. Ndio kibinadamu utasikia uchungu, utasema kwa nini ananifanyia hivi? Lakini kama kweli kuna Yesu ndani yako, mpende huyu jirani, aendelee kukuchokoza, lakini wewe shuka tu ukishikilia mdomo wako. Na sasa labda by extension, wewe ni Mkristo, unaona kuna urahisi ndani yako kwa sababu kuna ile hali ya huruma, kumrudia Mungu. Labda unakuta jirani ni wa dini tofauti ama imani tofauti, si Mkristo, labda ako katika imani tofauti na wewe, na unashindwa utamwambiaje mambo hata haya ya kiungu kumleta karibu na wewe. Hali kama hii inapo arise, jiweke katika hii situation, utafanya namna gani? Mara ya kwanza sitapinga dini yake, kitu cha kwanza. Na kitu kingine ni kwamba lazima nisongee niende kwake, nijionyeshe kwamba hata ile kile anachoabudu, kama ni Mungu yupi anayemwabudu, nikubaliane na yani kumwinua, kwa sababu najua hakuna kitu kinaabudiwa ambacho hakimwogopi Mungu. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kumkubali vile alivyo, nikubali na dini yake, nikubali na hiyo tabia yake, lakini lazima nimsongelee, niulize kama ni hiyo dini anayoabudu, nipate kujua undani wake, kwa sababu najua akiniambia vile dini yao inaenda, lazima kuna dini ambayo, hakuna dini ambayo inasema uchokoze mwenzako. Kweli, bila shaka. Unaona? Sasa lazima nitauliza, kwani kwa dini yenu nini mtu anatakikana kuwa vipi? Kwa hivyo nitajishukisha nimsikie sheria za kwao. Sasa kwa kumalizia, wale watu ambao wanakuwa na majirani ambao ni wachokozi, majirani ambao wanakaa si watu wa kuweza kukubalika kwa urahisi, unaweza kuwasaidia namna gani? Usiwe mwepesi wa kukasirika, usiwe mwepesi wa kujibizana naye, umpende jirani vile alivyo, na mahali unaweza kumrekebisha, tumia mbinu yoyote kumregesha huyo jirani aweze kujua makosa yake, amregelee Mungu. Hata unaweza kawa example ama mfano kwake, usongee kwake. Kama ana watoto, tayarisha tu sherehe kidogo, uendelee kumsongeza karibu na yeye, ujisongeze karibu na yeye. Kumsongeza kwenyewe ni vipi? Mnaweza hata kama na dini nyingine, unaweza kawa na ushirika, ukimkaribisha. Kama kuna jumuiya kwenu, mkaribishe aje asikize vile kwenu huwa mnaenda. Na kama kwao kuna sherehe fulani, tuseme kama ni sherehe wako nazo, anapokukaribisha songea, ama ukisikia tu wewe songeza, useme ai jirani, kwani wewe kulikuwa na nini kwako? Alafu ataona vile ulivyo mzuri. Usiwe mwepesi wa kutukana, kwa vile mara nyingi tunaona hasa sisi kina mama midomo ndio inakuwa juu. Sasa tukianza kurushiana midomo vile, itabidi mpaka tushukiane ama tushikane tuanze kupigana, na iwe kwamba tunaharibu sifa zetu za umama ama za ujirani mwema. Asante sana. Nashukuru mami kwa kutupa ushauri pamoja na jirani. Asante. Labda unaporudi kwa shughuli zako, manake wewe ninajua ni mwalimu. Labda unapoenda kwa shughuli zako, penda jirani. Jaribu sana kupenda jirani, na nafikiri uhubiri ujumbe huu kwa wengine kwamba wapate kuwapenda majirani, na hili litakuwa jambo jema katika maisha yao. Ni kweli, kwa vile usipopenda jirani ndio fimbo ya karibu. Kweli. Na mbali hayui nyoka. Mbali hayui nyoka. Jirani ndio hata mtu ukishika, jirani ndio kwanza atakimbilia kukokoa kabla wazazi wako ama wako. Asante sana. Asante sana.